Ni sunna, ni mavazi tu ya Kiislamu. Mtu anapendeza kuwa amevaa hivi, hasa akiwa na ilmu anakuwa anavutia kwa akivaa hivi. Sasa leo tunazungumza nini? Tunachozungumzia ni kushuka Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huu ni mwezi wa Ramadhani. Huu ni mwezi wa Ramadhani. Shahr Ramadhani. Ni mwezi wa Ramadhani. Ni mwezi ambao Qur'ani imeshuka ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika Ghari al-Hira, ni pango hilo ambalo alikuwa akiingia ndani yake mtume akifanya ibada. Sasa akawa anazidi mtume kufanya ibada sana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hapo kabla hajafaradhishiwa Ramadhani, lakini mtume akawa anafanya ibada ndani ya Jabal al-Hira, Ghari al-Hira. Ndipo Jibril alayhi salam akamwijia mtume. Jibril alipokuja akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakumuita ya Rasulullah, hakumuita kwa jina hilo, alimuita ya Muhammad. Jibril alipokuja akamwambia, ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Ewe Muhammad, mimi ni Jibril na wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ndo mtume swalla akawa anapewa utume. Hapo Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa anapewa utume. Hapo Muhammad akawa anapewa utume akiwa katika Ghari al-Hira. Jibril akaja akamwambia, ya Muhammad, abshir, Muhammad, abshir, furahi kwa bishara njema unayoipata sasa hivi. Yanakupa bishara njema. Bishara gani anampa Jibril kumwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jibril akaanza kujitambulisha kwamba ana Jibril, kwa maana mtume pamoja na yote alikuwa akifahamu kwamba kuna malaika Jibril aliyekuwa akishuka kwa mitume, kwa maana kuna malaika maalum alikuwa akileta ujumbe kwa mitume. Kwa hiyo Jibril alipojitambulisha kwamba ana Jibril, ni kumkumbusha kwamba ndio yule alikuwa akishuka kwa mitume wengine kama Nabii Musa, Nabii Ibrahim, Nabii Yaqub na mitume wote. Kwa alipomwambia ana Jibril, mimi ni Jibril wa anta Rasulullah, na wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hapo ndo mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amepewa nini? Akawa amepewa utume. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam anapewa bishara, anapewa ujumbe ya kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha baada Jibril alayhi salam kumpa bishara hiyo mtume kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, Jibril alipokuja mwanzo alimuita ya Muhammad, hakumuita ya Rasulullah, kwa sababu kile kipengele cha anta Rasulullah alikuwa hajampa bado. Anamuita kama alivyokuwa before ya kupewa utume, ya Muhammad, ana Jibril wa anta, na wewe. Hapo ndo mtume anaambiwa wewe, mimi ni nani? Rasulullah, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. After that, baada ya hapo ndio Jibril akiwa akija anamwambia, ya Rasulullah, qala Allahu kadha wa kadha wa kadha, ya Rasulullah, Mungu anasema hivi na hivi na hivi. Lakini mwanzo, siku ya kwanza kabla ya kutamka neno Rasulullah, alimuita ya Muhammad, ndio akampa kile cheo cha nani? Rasulullah. Na ndio maana hata katika majeshi, tunapoona katika majeshi mtu anaenda anavishwa cheo kwanza, akishavishwa cheo hapa kwenye mabega, after cheo ndio anapigiwa saluti. Hawezi kupigiwa saluti mtu kama hajapewa cheo fulani. Anavishwa cheo kwanza ndio anapewa saluti. Kwa ina maana hata mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja Jibril akamuita ya Muhammad, ana Jibrili wa anta Rasulullah, na wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Baada ya kumwambia anta Rasulullah, ndio zikaja saluti kutoka kwa Jibril, akiwa anakuja kwa mtume anamuita ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Safwatallah. Hakuwahi kumuita tena Muhammad baada siku ile
mtume akiwa katika ghari al-Hira. Sasa mtume akiwa katika ghari al-Hira katika mwezi huo wa Ramadhani, Jibrili akashuka siku hiyo akamwambia wa anta rasulullah. Kisha Jibril akamwambia iqra, soma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ma ana biqari, mimi si msomaji, kwa maana mimi sijui kusoma. Jibril akaminya, yasemekana Jibril alibinya mtume akaminya hasa, nakwambia soma, wasema hujui kusoma, akaminya hasa mpaka mtume akapata tabu kutokana na ule minyo wa Jibril alayhi salam. Alipopata tabu mtume swasama akarudia kusoma. Jibril akamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Mtume akarudia iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqi. Mtume anarudia khalaqal insana min 'alaqi. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Hizi ni sifa ambazo Mwenyezi Mungu anamsifia mwanadamu, kwamba asoma kwa jina Mola wako ambaye amemuumba mwanadamu, kamfundisha mwanadamu kutoka yale alikuwa hayajui. Kisha kalla innal insana la yatgha. Mwanadamu anajeuri bwana, mwanadamu anajeuri. Jeuri yake ipo wakati gani? Araahu staghana, akijiona amejikwasia. Mwanadamu jeuri yake ni pale anapokuwa amejikwasia. Kujikwasia ni pale amejiona ako na uwezo, ako na pesa, ako na majumba mazuri. Akiwa na uwezo, basi mwanadamu anakuwa na jeuri sana. Akiwa mwanadamu hana uwezo huo, hana uwezo, mwanadamu kwanza utamuonea huruma, anavutia huruma. Hiyo ndio Qur'ani. Sasa Qur'ani hii ni sura ambayo ilishuka mara ya kwanza. Qur'ani inashuka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika usiku wa Lailatul Qadri. Katika usiku wa Lailatul Qadri, mtume akiwa katika ghari al-Hira, ikashuka aya hizi: iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Hizi haya zilishuka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pia ushukaji wa Qur'ani ndani ya Ramadhani kuko namna mbili. Namna ya kwanza ni ilishushwa Qur'ani kutoka lauhil mahfudhi kuja katika samai dunia, kuja katika as-samai dunia. Qur'ani imetolewa katika lauhil mahfudhi ikaletwa katika mbingu ya wingu wa dunia, mbingu ya dunia. Fakana Jibril alayhi salam, akawa Jibril alayhi salam anaishusha Qur'ani bihasbil waqa'i, anaiteremsha Qur'ani kwa matukio. Likitokea tukio fulani, Qur'ani inashuka. Ikitokea jambo fulani, Qur'ani inashuka. Lakini pale Qur'ani ikishushwa kutoka katika lauhil mahfudhi, ilikuwa ni usiku wa Ramadhani, ni katika mwezi wa Ramadhani. Qur'ani ikashushwa kutoka katika lauhil mahfudhi kuletwa katika mbingu ya dunia. Tukisema mbingu ya dunia ni hii tunayoitazama. Kwa hiyo ilitoka katika lauhil mahfudhi ikaja katika wingu wa dunia. Hapo ndio Jibril akiishusha Qur'ani, maana Qur'ani imeshuka katika miaka 23. Miaka 23 Qur'ani inashuka. Qur'ani yote imekamilika ikashushwa kwa miaka 23. Lakini iliposhushwa kutoka katika lauhil mahfudhi kuja katika mbingu ya dunia, ilikuwa ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namna ya kwanza. Na namna ya pili, Jibril alayhi salam alipokuja kwa mtume kwa mara ya kwanza akampa utume na kumsomesha Qur'ani, ilikuwa ni katika usiku wa Ramadhani, katika usiku wa Lailatul Qadri. Hivi ndivyo imeshuka Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa tunaposema kwamba mwezi huu ni mwezi wa toba, mwezi huu ni mwezi wa rahma, mwezi huu ni mwezi wa maghfira, tunatakiwa tufanye istighfari sana, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tufunge, tusiongee maneno mabaya, tusikashifiane,
tusitukanane, tusiwasengenye watu, tutoe sadaka, tutoe zaka sana, tusibezane, tusiwaseme wale ambao wanaswali ndani ya Ramadhani hadi Ramadhani. Tusiwaseme kwamba sasa hivi misikiti imejaa. Misikiti imejaa bwana. Baada ya Ramadhani watu wanapotea. Kwani Mungu yupo Ramadhani peke yake? Haya ni maneno ya kuwakatisha watu tamaa. Ukiona watu wanafunga Ramadhani, wanaingia misikitini kuswali, basi mtu huyo si mnafiki. Mtu huyo anafanya toba ndani ya mwezi ambao Mungu anaupenda sana. Kwa huyo ni kumrakibisha, kumpa moyo na kumshajihisha kwamba aendelee kufanya ibada hata baada ya Ramadhani, awe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusome sana Qur'ani ndani ya mwezi huu, tuambiane maneno mazuri, tusapotiane jamani, tupeane sadaka. Hayo ndio mambo tunataka tuyafanye ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaupenda sana, kwa sababu ndio mwezi ambao Qur'ani imeshuka ndani ya mwezi huu.